Habari za mchana, habari za jioni, habari za asubuhi. Nina furaha kuwakaribisha katika kipindi chetu cha pili cha sifa na kuabudu, na tuliweza kujifunza sehemu ya kwanza ya sifa na kuabudu, na leo tutaangalia sehemu ya pili ya sifa na kuabudu. Kwa wale wasionifahamu, naitwa Mrs. Stella Mwagama, nimeokoka, nampenda Yesu. Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu, na napenda kushare na watu habari za Yesu. Tuombe. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neno lako la mchana wa leo. Tutakwenda kujikumbusha na kujifunza kuhusu sifa na kuabudu Mungu. Ninaomba ukatawale mazungumzo haya, ukatawale mafundisho haya. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Sehemu ya kwanza ya sifa na kuabudu tuliangalia sala ya Bwana ya Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea wale waliotukosea. Sasa tulizungumza sala ya Bwana kwenye sehemu ya kwanza na tukaelezea Baba yetu wa mbinguni mpaka sehemu ya mwisho kwa details, na leo tutaangalia sehemu ya pili ambayo taingia ndani kidogo katika sifa na kuabudu. Na ningependa sana kuelezea uzuri wa sifa na uzuri wa kuabudu kabla tujaingia hiyo sehemu ya pili. Uzuri wa kuabudu na wa kusifu napenda kuambatanisha na neno la Mungu linalosema kwamba Mungu hukaa katikati ya sifa za wanadamu. Sasa sifa za wanadamu ziko za aina nyingi mbele za Mungu. Kuna zile sifa ambazo mtu anamsifu Mungu kwa ajili ya uumbaji wake, mtu anamsifu Mungu kwa ajili ya matendo makubwa ya Mungu, wote tunajua. Lakini kuabudu na kusifu kuna tofautiana pale unapoweka kumwabudu Mungu kuwa ibada yako, yani kuwa ni kitu ambacho ni cha kudumu katika maisha yako ya kila siku, umekifanya kuwa ibada. Ndio hicho tutakachokizungumzia leo, kaufanya Mungu kuwa ibada, yani ibada ya Mungu inazunguka katika maisha yako kila siku. Ile ndio tutakaloliangalia kwa undani. Mungu awabariki, na ninaamini kwamba Roho Mtakatifu atatusaidia kuweza kutupa usikivu na kutufungua macho yetu ya kiroho ya ndani, tukaweza kuelewa undani ambao Mungu anautaka tujue mchana wa leo. Mungu awabariki. Nitakwenda kusoma neno moja ambalo linapatikana katika Mambo ya Nyakati wa Pili hapa sura ya 16, na tutakwenda kusoma mstari wa 9. Kuna story nzima ambayo inaelezea mambo haya nitakayosoma, lakini nitasoma tu mstari wa 9 kwa sababu huo ndio tutakao base nao kwenye mambo nitakayozungumza leo. Kwa hiyo taangalia sura ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika mioyo kuelekea kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma tena Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 na mstari wa 9. Unasema hivi: kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mwote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Yaani mstari ninaupenda sana, hasa kipengele kinachosema kwamba anakimbia macho yake ili kujionesha kuwa mwenye nguvu. Mungu anapenda show up. Mungu anapenda kujionesha kwamba who I am, mimi ni nani. Yaani napenda sana Mungu anavyopenda kujionesha. Sasa tutaingia kwa kindani kidogo, alafu tuone jinsi gani tunavyoweza kufaidika na Mungu anapokuwa akijionesha kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Utamu wa kuabudu unakuja pale ambapo umeingia katika jambo zito ambalo hauoni mlango na hauoni kwamba litaweza likatatulikaje, na mwelekeo uko giza kabisa.
alafu Mungu ana show up, yani Mungu anajionyesha ili kujitukuza. Yani hicho kitendo huwa kinampiga shetani vibaya sana. Yani huwa kinampiga shetani vibaya sana, na ndipo hapo kwenye kiini cha kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tutaingia ndani sasa. Leo nataka tucheke, tuongee, tufurahie kuabudu. Wakati ule somo la kwanza nilipofundisha niliongea kwa undani zaidi. Watu wengine nikawa nimewaacha nje, hawakuweza pengine kuelewa maana halisi ya sehemu nilikuwa naizungumzia, au walielewa lakini sio kwa kiwango kile nilichokuwa nataka kuzungumza. Lakini leo nitafafanua kidogo. Kuabudu na kuzungumza leo ni kuabudu kuambatana na Yesu Kristo maisha yako ya kila siku. Kuabudu kumwaza Mungu kila siku unapokuwa katika kupungukiwa ama unapokuwa katika kuwa navyo. Sasa leo tutadili sana na mambo ya maombi. Wakati ule tulitaja jina la Bwana kwa kuanza na Baba yetu uliye mbinguni, tukataja ule utatu wa Mungu mpaka tukaimaliza hiyo sala ya Bwana. Sasa leo tumeingia sasa, ile ilikuwa ni introduction ama utangulizi. Sasa tunaingia kwenye maombi. Sasa tumesha muita Bwana, tumetaja jina la Bwana, tumetaja ukuu wa Mungu, tumezitaja kazi za Mungu, tumetaja jinsi Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu walivyogawanyika na walivyogawana kazi. Sasa tumeita uwepo wa Mungu uko tayari kwenye eneo letu ama katika kituo chetu cha sala. Sasa tunaanza kuomba. Sasa tunapoingia kwenye maombi, Roho Mtakatifu anashika control ama anashika usukani wa lile jambo ambalo tulikuwa tunataka kuomba ama tumetaka kumuuliza Mungu ama kusemezana na Mungu. Kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu kazi yake ni kutuombea kwa Baba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, yeye anaingia ndani zaidi, na katika vyumba vile ambavyo ufahamu wetu wa kawaida kama binadamu hatuwezi tukavifikia ama kuona, ndipo Roho Mtakatifu anaingia na kuomba mambo ya namna hiyo na kuyawakilisha mbele za Mungu. Hapo ujue tayari uwepo wa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu upo katika hayo mazingira. Upako wa Mungu umetawala katika kituo chako cha maombi. Amini, katika communication yako na Mungu iko wazi. Kwa hiyo Mungu anaanza kupata hoja zako kwa kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana tunashauriwa sana tuombe katika lugha, kwa sababu Biblia inasema kwamba tunapoomba katika lugha, roho yako inakuwa haina matunda. Kwa hata shetani kama alikuwa anataka kuvizia kile kitu ambacho unakiwakilisha kwa Mungu kwa wakati huo, anashindwa kuelewa, kwa sababu ile lugha ya mbingu, lugha za mbinguni ambazo unazitumia kuomba, shetani anakuwa hazielewi. Maana akili yako haina matunda. Ni Roho Mtakatifu anaomba moja kwa moja mbele za Mungu. Kwa hiyo umemknock out devil, unaenda kwenye level ya maombi katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendaje ku-maintain ama tunafanyaje kuiacha kuiweka hiyo hali ya uwepo wa Mungu ama nguvu ya Mungu ambayo tayari tulishaiita ikashuka? Tunawezaje kui-maintain ikawa katika level ya namna hiyo katika maisha yetu ya kila siku? Sasa tunakwenda kuangalia ni kwa jinsi gani tunaweza tukai-maintain hiyo hali na tukakaa katika hiyo level kila siku ya maisha yetu, na tukakommunicate na Mungu, kituo chetu cha sala kikawa kiko active. Tunafanyaje? Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Sasa hapa ndio penye challenge na penye ugumu, ambapo panaitwa ni kulinda utakatifu, ili uweze kusikia sauti ya Mungu ina flow kama ilivyokuwa mara ya kwanza ulipokaa katika presence yake. Unawezaje ukailinda presence ya Mungu ama uwepo wa Mungu ukaendelea kuflow katika maisha yako kila siku? Jambo moja la kwanza ambalo tutazungumza litakaloweza kutusaidia ku-maintain uwepo wa Mungu ni kusamehe. Kuna sehemu za nyuma ambapo tumejifunza masomo fulani, lakini tukaweza kuhusia kidogo na maeneo ya kusamehe. Lakini eneo la kusamehe la leo ambalo tutalizungumza, tunataka liwe attached au liwe limeambatanishwa na kuomba ama kuabudu. Sasa ninapokueleza kuomba ama kuabudu, na maana kwamba kusamehe kunaweza kuwa sababu ya kufunga mtiririko wa nguvu ya Mungu katika maisha yako. Kama utakuwa umepata hasira katika jambo fulani na ukaacha likaendelea katika moyo wako bila kuliondoa ama kuliachilia ama kumsamehe mtu aliyokuumiza ama
kujisamee mwenyewe, kwa sababu pia unapoumizwa na kitu unaweza ukajiondoa mwenyewe katika uwepo wa Mungu kwa kunungunika kwamba inawezekana vipi mtu kama huyu akaniumiza ama akanifanyia jambo la namna hii. Kwa hiyo unajiondoa kwenye ile position ya kwamba samehe 7 mara 70 kama Biblia na kama Yesu alipokuwa akiwajibu wanafunzi wake. Alikuwa na maana sana, kwa sababu unaposamehe unaondoa ile hali ya muovu kukuwekea kiambaza, kukuwekea ukuta katikati yako wewe na Mungu. Ujue kwamba unapokuwa usamehe kitu cha aina yoyote kile, unamzuia Roho Mtakatifu kufanya kazi ya Mungu katika flow ile ambayo Mungu anaitaka. Kwa hiyo kipengele cha kwanza ni kutokusamehe kunaweza kukakufanya uondoke katika presence ya Mungu. Kwa hiyo angalia sana mambo ambayo unakutana nayo katika maisha yako ya kila siku. Eza umekwazwa kwa namna gani ama kwa ukubwa wa jinsi gani, inakupasa usamehe ili kumaintain flow ya Mungu katika maisha yako kila siku. Na hiyo ni lazima, sio option. Ili uweze kumaintain flow ya Mungu na umetamani kweli kukaa katika flow ya Mungu, yani Mungu awe anatembea na wewe non stop, kusamehe ni priority ya kwanza. Ni lazima ujifunze kusamehe. Alafu namba 2 ni lazima ujifunze kutii sauti ya Mungu. Wakati mwingine unaweza kuwa katikati ya shughuli yako binafsi, au umepanga kufanya labda kutembelea rafiki, vitu vya kawaida tunavyofanya, lakini katikati ya kitu ambacho unakiona ni cha muhimu sana, na ni kweli ni cha muhimu, wakati huo Roho Mtakatifu anaweza akashow up na idea tofauti na ile uliyokuwa umepanga mwenyewe. Akakwambia sasa hivi ninakuhitaji, dakika hii nataka uombe kwa ajili ya jambo fulani, dakika hii nataka ufanye kitu fulani. Sasa ukaamua kuignore na kumwambia Mungu, mimi nitafanya baadaye Roho Mtakatifu, ukaignore na kufanya kitu kingine. Hicho kitu kinamhuzunisha sana Roho Mtakatifu. Kinamhuzunisha sana Roho Mtakatifu na kinaondoa flow ya Mungu. Kwa sababu jinsi Mungu anapo flow kwenye maisha yako si kama wanadamu ambao wanaweza kuwa na schedule na maisha yako tofauti. Schedule ya Mungu juu ya maisha yako iko tofauti kabisa na wanadamu. Ndio unafanya kazi, labda unafanya biashara, hizo schedule zinaeleweka kwamba asubuhi unaenda kazini ama unaingia usiku ama unafanya biashara usiku au mchana. Hivyo ni vitu vipo vinaendelea. Na Mungu ana respect, anaheshimu kabisa vitu unavyovifanya. Ila ninachotaka kusema kwamba kuna wakati Mungu anaamua kuingilia swala lako katikati ya kitu ambacho hukuplani. Mungu akamwambia this is no, this is yes. Hapo unatakiwa kuwa na obedience, unatakiwa kutii. Na kutokutii kwako kunaondoa ile presence ya Mungu. Sasa kama utakuwa umeondoka katika ile presence ya Mungu, inazuia sana kuflow katika maombi ama kukaa katika hali ya kuabudu, kwa sababu presence ya Mungu imeondoka kwa sababu ya kutokutii kwako. Kwa vitu kama hivyo vinazuia kuabudu kwako kukawa katika ile level ambayo Mungu anaitaka. Na ukumbuke tumesema kwamba Mungu ukaa katikati ya sifa za wanadamu. Unapoabudu kwa Mungu inakufanya ukae katika nguvu ya Mungu, kwa sababu Mungu anatawala katika sehemu ya kuabudu. Mungu anatawala. Sasa uone umedisconnect communication yako na Mungu kwa kuignore sauti yake alipokuambia sasa hivi usifue nguo. Mungu amejua kabisa sasa hivi una vitu ambavyo unavifanya viko katika uwezo wa maamuzi yako. Hauko kwenye himaya ya mtu kwamba umetawaliwa na mtu, labda huko kwenye kazi, huko kwenye utawala wa bosi, anakuambia kwamba sasa hizi utafanya kitu A to C kwa muda huu. Lakini mara nyingi Mungu anazungumza katika mazingira ambayo tuko katika control nayo kabisa. Na kweli Mungu anaweza kaenda extra mile akazungumza maeneo ambayo hauna control nayo, labda sehemu zako za kazi ama sehemu nyingine. Ni mara chache sana Mungu kuingilia maeneo ya namna hiyo, kwa sababu Mungu mwenyewe anafuata utaratibu. Lakini mara nyingi Mungu anaingilia sehemu ambazo anajua kabisa una utawala na ile eneo. Mfano huko nyumbani kwako, sasa hivi umepumzika au umeamua kulala, Mungu anaweza kaingilia wakati huo akamwambia sasa hivi nataka usilale, amka omba kwa ajili ya jambo hili, au amka nataka usome neno, au amka mpigie simu mtu fulani uzungumze naye umtie moyo. Ninazungumzia vitu kama hivyo ambavyo unaweza ukaignore kiurahisi vikakuondoa katika presence ya Mungu. Na ujue kwamba kuna kukua kutoka presence ya Mungu ya level hii inakwenda level nyingine, na hiyo zo level zinakuwa kutokana na jinsi ulivyokuwa obedience, kwa jinsi unavyoweza kumsikia Mungu. Anapoweza kuamsha kuomba saa 9 usiku unaignore, anawezaje akakutrust na mambo makubwa? Kwa vitu vidogo vidogo Mungu anapoongea na wewe ana build trust kwako kwamba huyu mtu naweza
muamini katika level fulani na anaweza nikamwamini katika jambo fulani. Kwa hiyo usio unadharau vitu vidogo vidogo ambavyo Mungu anasema na wewe. Mungu anaweza kusema tu mpe fulani $5 au mpe shilingi 10,000. Ukasema hivi ni Mungu kweli au ni akili zangu? Wala usijiulize maswali, wewe tii na ufanye. Kesho Mungu atazungumza naye kwa ajili ya jambo kubwa, sio lile dogo ambalo ulikuwa umelisikia. Kwa sababu unaweza kutaka uanze kuzungumza na Mungu mambo makubwa tu, wakati yale mambo madogo umeshindwa kuweza kumtii Mungu. Na Mungu huwa anatupa mitihani, anatupima kwa mambo madogo ili aweze kukuamini kwa mambo makubwa. Kwa hiyo kuabudu kunaambatana na hivi vitu. Sije ukafikiri kuabudu tu ni kuinama na kusujudia, kuinua mikono, hapana. Kuabudu kuna package na hii ndio package mojawapo. Sehemu nyingine ambayo ni ya tatu tutazungumzia pride ama kiburi. Kiburi cha uzima. Yaani ni kiburi kile cha kwamba ninajua kila kitu. Roho isiyokubali mafundisho, roho isiyokubali maonyo. Yaani wewe huko chini ya usimamizi wa mtu yoyote, hutaki kukemewa katika jambo lolote ambalo labda umekwenda kinyume na Mungu. Watu wenye macho ya rohoni au watumishi wa Mungu ambao wamewapaka mafuta kuwa walezi wako ama wachungaji ama wa mitume au manabii, watu ambao Mungu amewasaini kwa ajili ya kulea roho yako, wanapokuja kuconfront kwa vitu ambavyo wanaona wamefanya ambavyo labda havimpendezi Mungu. Ndio Mungu ndio mwenye judgment ya mwisho na ndio mwenye hukumu ya mwisho, lakini kuna utawala ambao Mungu ameuweka katika kanisa. Ameuweka kwamba kuna mitume, kuna manabii, kuna wachungaji, kuna walimu, kuna mashemasi, kuna wazee wa kanisa. Wote hawa ni watumishi wa Mungu ndani ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa umeteleza ama umefanya kitu ambacho pia kikajulikana, na kuna vingine vinafanyika kwenye madari ya watu la vijulikani, lakini kuna vile ambavyo vinaonekana kabisa kitu hiki kimefanyika hakipendezi katika sura ya watoto wa Mungu. Wazee wa kanisa wanakuita ama kiongozi mchungaji anakuita, tayari kiburi cha uzima kimepanda, hutaki kusikia kwa sababu unaona kwamba uko kwenye level fulani ya Mungu ambayo husikii maonyo ya mtu yani ya binadamu wa aina yote. Hapana, hiyo sio ibada ambayo Mungu anaitaka. Roho anayoitaka Mungu ni roho inayopondeka, roho yenye kukubali maonyo. Biblia inasema anayempenda anamkemea na kumrudi. Kwa hiyo mtu yote asiyetaka kupokea maonyo, asiyetaka kupokea marudio ya Mungu, mara nyingi ni kazi kumaintain uwepo wa Mungu au kumaintain anointing ya Mungu. Hawa watu ambao Mungu amewapaka mafuta akawasaini kwa ajili ya kulea makanisa, kwa ajili ya kulea shule ama kwa ajili ya kulea watu wa Mungu, Mungu anawaamini kwa ajili yako. Mungu anawaamini kwa ajili yangu. Kwa hiyo mchungaji wako, kiongozi wako wa kiroho anapokuonya au anapokukaripia au anapokufundisha maneno ya Mungu, usitake kuleta dharau juu ya mtu huyo. Hata kama unajua eneo kubwa kuliko yeye katika ufahamu wake, ufahamu ulionao wewe, bado unatakiwa kuobei na kumtii, kwa sababu Mungu aliyempa yeye hilo eneo akakupa wewe eneo lingine, ana sababu zake. Kwa hiyo lazima utii. Vitu kama hivyo pia vinaondoa uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu ya aina yote, mtu asiyetaka kutii mamlaka iliyopo inayomuongoza. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, kuabudu kumeambatana na ile eneo ambalo nimesema. Na pride ya namna hiyo inatokea tena wakati ule mtu anatumiwa na Mungu katika mambo mengi, alafu anataka kuchukua nafasi ya Mungu. Badala ya kusema kwamba Bwana Yesu amefanya, Mungu ametenda kitu hiki, napenda kumuinua Mungu kwa ajili ya hili jambo ambalo Mungu amelitenda. Utakuta mtu anaanza, bila mimi nakwambia hao watu wasingepona. Muona mapepo yalivyowatoka watu nikifanya tu pumzi yangu tu inaangusha watu. Yaani ile pride ya namna ile haiwezi maintain presence ya Mungu. Wacha watu waione nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako na waseme hakika yuko Mungu anayefanya kazi na baba yule. Hakika yuko Mungu anayefanya kazi na mchungaji yule. Hakika yupo Mungu anayefanya na nabii yule. Yuko Mungu anayefanya kazi na mtume yule. Lakini usisimame kwenye pulpit au kwenye madhabahu au sehemu yoyote ukachukua nafasi ya Mungu kwamba I did. Mnaona nimefanya, nimekusanya watu, nimefanya. Hicho ni sumu kali mbele za maisha ya muamini wa aina yote ile. Uwepo wa Mungu utaondoka kama karatasi. Mungu ni mwenye wivu. Hashei utukufu wake na binadamu wa aina yote. Kitu alichokifanya Mungu ni lazima udeclare kwamba Mungu amefanya. Ni lazima umpe Mungu utukufu kwa kila jambo analolifanya. Hapo utaweza kumaintain uwepo wa Mungu ama utaweza kuutunza uwepo wa Mungu.
Kwa hiyo kuabudu kwako kutaendelea kumachua ama kutaendelea kukua siku hadi siku. Na kadri Mungu anapokuvusha katika level moja ya utukufu kuelekea nyingine, endelea kushuka, acha Mungu aonekane. Endelea kushuka, acha Mungu ajioneshe. Kadri unavyoshuka na Mungu anajionesha, ndivyo Mungu ataendelea kukuinua katika level ambayo anaitaka Mungu. Tusiwe watu wa kuchukua heshima ya Mungu na kujitapa na kujisifu kwamba I did, nimefanya, mimi nimefanya, hawa ni wangu, hawa washirika wangu, hawa niliwaleta kwa Yesu, lazima wakae kwenye kanisa langu, hawa ni mimi nimewashuhudia, hawa ni wangu. Usiwe na ile roho ya kusema hiki ni changu, this is mine. Usiwe selfish. Ni lazima Mungu abaki kuwa Mungu katika level yote ile atakayokuinua. Katika uwepo wa namna yote ule ambao ataumwaga kwako, ni lazima Mungu abaki kuwa Mungu. Usichukue credit ya Mungu wala usichukue utukufu wa Mungu. Hapo utamaintain anointing ya Mungu. Utamaintain uwepo wa Mungu na uwepo wa Mungu utaendelea kuflow katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tayari umemaintain, hauchukui utukufu wa Mungu, hauignore sauti za Mungu zinapokuamsha kwamba amka, omba, fanya hiki, acha hiki, fanya hivi. Kila kitu umemaintain. Sasa hapo utaflow yale mambo ambayo Mungu anataka uyaombe. Hapo tena akili yako haitakuwa na matunda. Utakuwa una flow na kusikia yale Mungu anayotaka ufanye, ndio utakayokuwa ukifanya. Utakuwa una operate katika level ya juu ya kiroho ambayo Mungu amekuassign kuifanya. Hata siku moja hutaweza kuoperate na Mungu katika level yake ya juu anayotaka kama umeshindwa kumrudishia sifa na utukufu pale anapokutumia katika level ya chini. Bwana Yesu asifiwe. Pale unaposhindwa kurudisha utukufu wa Mungu katika level ya aina yote, hata kama ulimwambia mtu akaumwa mafua tu akapona, usiseme kwamba no, nikiweka tu mkono kwa mtu mimi huwa anapona. Not you, is Jesus. Not you, is Jesus. Sio wewe unaweza kumponya mtu. Hakuna mtu yoyote mwenye uwezo wa kuponya mtu jamani. Hakuna mtu yoyote anaweza kumwombea mtu akapona. Hapana, ni Yesu Kristo tu. Kwa hiyo usichukue credit katika jambo lolote lile ambalo Mungu amekutumia kulitatua. No. Mpe Yesu utukufu wake na mrudishie sifa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kukaa katika hali ya kuabudu. Mungu ataendelea kuitoa stage yako ya kwanza, ukupeleka ya pili, ya tatu mpaka level ambayo Mungu atakutumia katika uweza wa hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tunaelewana hapo. Usije ukakumbwa na upepo ambao unaendelea siku nyingi katika makanisa mengi ama katika watumishi wengi. Mtu akitumiwa na Mungu basi ameshakuwa Mungu mtu. Yaani anataka yeye ndio asikike dunia nzima kwamba maombi ya mchungaji fulani akisema tu kidogo tu kinafanyika. No, don't say that. Sema kwamba mtumishi wa Mungu fulani Mungu alimtumia kufanya jambo fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu fulani amefanya kitu kama hiki. Yesu amemtumia kufanya jambo kama hili. Mwili wa Kristo wote unaungana kusema na yeye asante Bwana Yesu kwa kuwa umelifanya jambo hili. Usichukue utukufu wa Mungu kabisa. Na wala usitaki kupay attention, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kaa na attention kusubiri kwamba vipi? Si mliona Mungu alivyofanya pale mmeona jinsi nilivyofanya. No, usichukue credit ya Mungu hata kidogo. Itaondoa uwepo wa Mungu katika maisha yako. Now, umekaa sasa katika presence ya Mungu na unaweza kuisikiza sauti ya Mungu, ndipo unaweza kuanza ama ndipo unaweza kuingia kwenye utumishi ama unaweza kuingia kwenye mafundisho ambayo Mungu anataka ukae nayo ama uwafundishe watu wengine kusema ama kuenenda katika swala hili zima la kuabudu. Tumezungumza kuhusu kuachilia vitu ambavyo vimekuuzi na tumezungumza kwamba usichukue pride, usichukue sifa za Mungu na pia usiwe na kiburi cha uzima, kile kiburi ambacho kinaonyesha kwamba mimi ndio najua kila kitu. Hautakiwi kuwa na hiyo hali hata kidogo. Hiyo hali isije ikakutawala hata kidogo, maana yake ni sumu kubwa. Ni lazima ukae chini ya utawala na ni lazima uwe mtu wa kufundisha na wa kufundishika. Na hata kama huko chini ya utawala wa mtu yoyote, wewe ndio unaongoza kitu, tafadhali mwachie Mungu achukue sehemu yake. Usichukue utukufu wa Mungu hata kidogo. Utasababisha uwepo wa Mungu kutoweka katika maisha yako. Na kazi ya Mungu kwako itakuwa ngumu. Kwa sababu nini? Uwepo wa Mungu umeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kipengele cha sifa na kuabudu, ili eneo ambalo nimelizungumzia leo,
ni eneo nyeti sana, kwamba litakusaidia kumaintain uwepo wa Mungu ambao umeupata baada ya kumwabudu Mungu, baada ya kumsifu Mungu, baada ya kuflow na Mungu kila siku, kukaa katika level ya Mungu ambao anaitaka. Umeshaingia hilo eneo na umekaa katika Mungu, unasikiliza sauti yake, hauignore sauti za Roho Mtakatifu anapokuambia fanya hiki na hiki na hiki. Sasa Mungu amekuinua hapo kwenye level ambayo Mungu anataka uishi katika kazi yake ambayo amekupaka mafuta kwa ajili ya hiyo. Utatakiwa kumaintain sifa za Mungu kwamba yeye ni Bwana amefanya, yeye ni Bwana amefanya, yeye ni Bwana atafanya. Usichukue sifa hata kidogo. Mwache Mungu aitwe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu kwa leo lilikuwa ni kwa kifupi kuweza ku cover up ama kufunga lile eneo la somo la kwanza, kwa sababu tulikuwa tumeliacha hewani bila kumalizia. Kwa sehemu ya mwisho ndio hiyo, kwamba kumaintain uwepo wa Mungu ili uendelee kuflow, kwa sababu maisha ya wokovu yana vipengele vingi sana, na ukisha maintain ile eneo la sifa na kuabudu na Mungu akakuinua katika level anayoitaka, ukaacha kuchukua sifa za Mungu, ukaacha kuwa na pride ile ya kwamba I did, nimefanya, no, ukampa Mungu sehemu yake. Sasa utaendelea kumaintain, mambo ya Mungu yataendelea kuinuka juu yako, Mungu ataendelea kuinua mambo mengi, ataendelea kufunulia siri zake nyingi, na utaendelea kumuinua. Kadri unavyoendelea kumuinua Mungu, ndivyo atakaendelea kuinua wewe, na atakaendelea kufundisha mambo mengi ya siri za ufalme wa Mungu ambazo zimefichika, na anaendelea kuzifunua kwa wale ambao wamekuwa hambo wakimsikiliza na kumtii katika yale mambo ambayo anawaamuru wafanye. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu yangu ya somo zima la sifa na kuabudu linaishia katika hii level Mungu alionipa kibali cha kuifundisha. Mungu akubariki, na yule ambaye anataka tuombe pamoja, ninaomba tuombe pamoja. Mungu akubariki. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya hiki kipindi cha somo la sifa na kuabudu ambalo nimelimalizia leo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naamini Bwana umenifundisha, na yule ambaye leo alikuwa anatakiwa kujifunza akamalizia sehemu ya kwanza, nashukuru Mungu kwa sababu umemsaidia, kwa sababu neno lako Mungu alitakurudia bure. Na wewe Bwana umesema kwamba macho yako yanazunguka huku na huku ili uweze kujionesha katika nguvu yako. Baba, tunaamini upo tayari kujionesha katika nguvu zako kwa yule atakayekucha katika moyo wa ukweli. Bwana, uko tayari kujionesha. Ebi Baba, tupe kiu cha kuendelea kukutafuta, ili Bwana ujioneshe katika maisha yetu ya kila siku. Ujioneshe kama unavyosema kwamba macho yako yanazunguka huku na huku Mungu, ili uweze kujionesha katika watu wako waliokuita na wanaokuamini katika moyo wote. Jina lako libarikiwe Baba. Asante kwa kuwa Bwana unalituma neno lako na unalitimiza. Asante kwa kutufundisha siku ya leo Bwana. Asante kwa kutukaripia. Asante kwa kutupa maarifa Bwana. Jina lako libarikiwe Bwana Yesu. Jina lako litukuzwe, katika jina lipitalo majina yote ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki, ninawapenda. Muwe na siku njema. Kwaherini.